Mtazamaji wa SDK TV Media, tuko hapa na mwenyekiti wa maandalizi ya Ocean City Community Marathon 2025 msimu wa 3. Madam, kwanza hebu tuambie mpaka sasa hivi mambo yanaendaje, alafu tuambie kuna misimu kama kuna miaka ilipita hivi nini kilitokea? Nashukuru, mpaka sasa mambo yanaenda vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo tumeweza kulaunch msimu wa 3 wa mbio zetu za Ocean City Community Marathon, ambao mwaka huu kauli mbiu yetu kuu ni mbio na mama na utalii na mama. Yes, na lengo letu kuu hasa ni kurudisha kwa jamii. Kama ulivyosikia, tuna mpango wa kusaidia jamii hasa wenye uhitaji, watoto yatima. Tutakwenda kuwakatia bima kwa ajili ya matibabu. Na misimu iliyopita ilikuwa ni mizuri kwa sababu tuliweza kufanikisha na tumejiona tukikua kuanzia tulipoanza, na mpaka sasa tumekuwa tunaendelea kupata washiriki wengi zaidi. Kila mwaka unavyokwenda ukigeuka, washiriki wanaongezeka. Kwa hiyo tunategemea mwaka huu tutafanya wonders. Washiriki watakuwa ni wengi, na kama kawaida yetu, mshindi wa kwanza wa kike na wa kiume wote wawili wataondoka na gari. Ndio. Zawadi nzuri, lakini pia tunaamini mko kwa ajili ya kusaidia watoto katika mazingira magumu, watoto zaidi ya 200. Sawa. Watoto wa kwenye mazingira magumu, sababu nyingi zinatokana na familia. Ndio. Labda walikotoka baba au mama. Pamoja na hizi jitihada unazohangaika kuhakikisha wanapata faraja na serikali kwa ujumla inavyounga mkono, una neno gani sasa katika jamii kuhusiana angalau kuwe na labda tuseme yani kama na idadi iwe inapungua ya ongezeko la watoto kama hao mtaani, inapelekea mazingira kama haya watu kuchangiwa na kuna wengine bahati mbaya hawafikiwi. Unaona, kwa wale wanao bahatika kufanikiwa ni bahati yao pia. Kiukweli, kwa kusema kwamba nitashauri kuhusu kuongezeka kwa idadi, hii ni nature. Yes, kwa sababu watoto yatima ni wale ambao wamepoteza wazazi wao wote wawili. Kwa hiyo unakuta wako kwenye vituo vya msaada kwa ajili ya kulelewa. Kwa hiyo unakuta sometimes ni nature, sio kupenda kwa mtu. Lakini pia ni nawaombea wazazi wote, Mungu awape maisha marefu waweze kulea watoto wao, kwa sababu pia mimi ni mama. Na natamani niendelee kuwepo niweze kuwalea watoto wangu. Kwa hiyo naombea na wazazi wengine vile vile wasiondoke wakawaacha watoto wao wakiwa wadogo. Lakini pia nitoe wito kwa wale ambao wanajitolea kwa ajili ya kuwalea hawa watoto, waweze kufanya kwa moyo, wawe na upendo nao kama vile ni wazazi wao, na waweze kuwatunza kwa kiwango kile ambacho kama wazazi wao wangewatunza. Na hilo lilitugusa sisi hasa, kama ulivyosikia kwenye historia yetu. Tulianza tukiwa tumekwenda kutoa msaada kwenye kituo cha watoto yatima, na baada ya kufika pale tulikuta kuna mtoto anaumwa na yule mlezi wake alikuwa uwezo umepungua, akawa hana hata pesa ya kumpeleka hospitali kwa ajili ya kujua anaumwa nini, kwa sababu mtoto alikuwa na homa. Kwa hiyo kutokea pale tukasema tutafute kitu ambacho tutakuwa tunaigusa hii jamii ili kuweza kupunguza yale machungu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu alileta wazo kwa muasisi wetu la kuanzisha kitu kama hichi, pamoja na kukusanya kote sijui na kupeana zawadi na nini, lakini lengo kule lilikuwa ni hilo, kuwasaidia wale watoto wenye uhitaji maalum. Na kama tunavyojua sasa hivi ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia, matibabu yanatolewa kwa bima, unakwenda unalipia, mtoto anapata huduma bure mwaka mzima. Kwa hiyo tukaona hili litapunguza adha kama hizo, na ndio maana tukaamua kuchukua hatua, sio kuwapa fedha, kwa sababu zile fedha bwana, fedha si unajua tena. Mtu anaweza kuchukua fedha akafanya mambo mengine. Kwa hiyo sisi tukaona jambo la msingi ambalo ni suluhisho ambalo litaleta urahisi ni kuwakatia watoto bima ya mwaka. Kwa hiyo zaidi ya watoto 200 mwaka huu watafaidika na bima za mwaka ili waweze kupata huduma kwa urahisi. Pamoja na serikali, makampuni binafsi yameunga mkono hizi jitihada. Nyinyi kama watu ambao mnapigania kuhakikisha jambo linafanyika, labda ungetudokezea kama uongozi mlioorganize ili swala, mngetamani malengo yenu hasa yafikie kiwango gani? Kwanza kabisa nichukue fursa hiyo kuwaomba wadau ambao wataona interview hii waweze kuguswa kwa namna moja ama nyingine. Kiukweli jamii inatuhitaji sana, hasa sisi ambao tuna uwezo wa kufikiri na kutengeneza jambo ambalo lina uwezo wa kukusanya na kurudisha kwa jamii.
tujitoe kwa moyo, watuunge mkono kwa wale ambao hawana harakati kama hizi. Watuunge mkono kwa kutusapoti hichi tunachokifanya ili tuweze kukifanikisha. Lakini pia cut.